Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Siku ya jana umepigwa mchezo kati ya Azam FC pamoja na Wydad Casablanca, ambapo Azam FC walikuwa ni wenyeji katika uwanja wa New Aman Complex huko Zanzibar, ikiwa ni muendelezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, na kwa maana hiyo tumeweza kushuhudia mchezo mpaka mwisho. Azam FC wamepokea kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Wydad Casablanca, lakini kuna jambo jipya limetokea, jambo la kusikitisha, ikiwa ni mchezaji wa Wydad Casablanca Stefano Aziz Ki, ambaye pia alikuwa ni mchezaji wa zamani wa klabu ya hapa Tanzania, klabu ya Yanga. Alipata majeraha katika dakika ya 77 ya mchezo huo. Stefano Aziz Ki alipata majeraha ya kichwa mpaka kufikia hatua benchi la ufundi wakaona kuna haja ya kuita gari la wagonjwa, mpaka kufikia hatua Stefano Aziz Ki akakimbizwa hospitalini, na mpaka dakika hii benchi la ufundi la timu ya Wydad Casablanca limeweza kutoa taarifa fupi kuhusu maendeleo ya mchezaji wao Stefano Aziz Ki, kwani alipata majeraha ya kichwa, lakini daktari ambaye anamhudumia kwa sasa hivi ameweza kutoa ushauri kwamba Stefano Aziz Ki anatakiwa kukaa chini ya uangalizi wa madaktari ndani ya masaa 24, lakini jambo la kufurahisha tunaweza kusema anaendelea vizuri, kwani benchi la ufundi la timu ya Wydad Casablanca limeweza kuthibitisha swala hilo, na daktari ameweza kutoa taarifa za wazi kwamba Stefano Aziz Ki anaendelea vizuri. Kwa maana hiyo kichwani kwake hakujapata shida yoyote, lakini anatakiwa kuendelea kukaa chini ya uangalizi wa madaktari ndani ya masaa 24. Baada tu ya Stefano Aziz Ki kuweza kupata majeraha kichwani na kukimbizwa hospitalini, mke wake kipenzi Hamisa Mobeto hali yake haikuwa nzuri, kwa sababu tunafahamu na yeye pia alikuwa uwanjani hapo kushuhudia huo mtanange, kushuhudia mume wake anachokifanya uwanjani. Sasa baada ya mume wake kupata majeraha kichwani na kukimbizwa hospitalini, Hamisa Mobeto alishindwa kabisa kuendelea na mchezo, na yeye pia kukimbia hospitali kuangalia nini kimemsibu mume wake, lakini pia kuangalia kuwaje madaktari wataweza kunusuru uhai wa mume wake. Lakini baadaye madaktari walithibitisha wazi anaendelea vizuri, na mpaka dakika hii Stefano Aziz Ki bado maendeleo yake yako vizuri, ila anatakiwa kukaa chini ya uangalizi ndani ya masaa 24. Watanzania hawajamuacha Hamisa Mobeto. Kama tunavyofahamu, Stefano Aziz Ki ni shemeji yetu, wameweza kumtia moyo katika comment, wengine wakiwa wanamwambia dada be strong, hiyo ndo kazi, unatakiwa kuendelea kumsupport mume wako. Ukiangalia Stefano Aziz Ki na Hamisa Mobeto, maisha ambayo wamekuwa wakiishi, maisha ya tofauti sana. Ukiangalia Hamisa mara nyingi sana huwa anasupport timu ya mume wake. Ukiangalia kile kipindi Aziz Ki alipokuwa katika klabu ya Yanga, Hamisa Mobeto baada ya kuolewa na Stefano Aziz Ki, na yeye pia akaamua kuhamia katika klabu ya Yanga. Na huko ukiangalia Hamisa zamani alikuwa katika timu ya Simba Sports Club, lakini baadaye alipoolewa na mume wake Aziz Ki akaamua kuhamia katika klabu ya Yanga, na baada ya mume wake kuhamia klabu ya Wydad Casablanca, basi Hamisa Mobeto akaendelea kuonyesha support yake kubwa, kuendelea kumsupport mume wake, na akaendelea kuishabikia hiyo timu ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco. Na ukiangalia hata katika siku ya jana mchezo uliopigwa dhidi ya Azam FC, Hamisa Mobeto alikuwa upande ya Wydad Casablanca akiendelea kumsupport mwanaume wake Stefano Aziz Ki, lakini ajali kazini, Aziz Ki alipata majeraha kichwani dakika ya 77 tu, na tunaweza kuona mpaka dakika hii bado yuko chini ya uangalizi wa madaktari zaidi kuangalia nini ambacho kitaendelea. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza, una lipi la kumwambia Hamisa Mobeto kwa kipindi hiki kigumu ambacho ameweza kukipitia baada tu ya mume wake kupata majeraha makubwa akiwa katika majukumu yake ya kikazi? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.